ndiye alitumwa ili akuja tutafute, na ameshatupata kupitia damu yake. Mchana wa leo nashukuru Bwana kwa sababu ya kutupa hii nafasi, na kwa kunasema kila wakati naishukua hata kwa wiki wa unyenyekevu, kwa sababu si kwa nguvu zetu wala nguvu zangu wala nguvu za mwingine yeyote, bali ni yeye anitiaye nguvu, na kwa hivyo nalitukuza na kulisifu jina lake. Na mchana wa leo ninashukuru Bwana kwa sababu vile vile amewahifadhi, na kwa hizo nguvu zake ameweza tukufanya tukutane siku ya leo. Kwa hivyo tuko na kila sababu ya kumuinua, kumtukuza na hata kumpenda sana. Mchana wa leo nataka kulileta neno la Bwana, na kadri ya vile Bwana atakavyonisaidia. Na tuombe. Mtakatifu Mungu wa Israeli, twafurahia tukiwa mbele ya uwepo wako, kwa sababu wewe ni Mungu mkuu, jemedari uketie juu mbinguni. Asante kwa sababu wasema hapa duniani ndiyo kikanyagisho cha miguu yako, na tunakupa sifa kwa sababu mchana wa leo umekanyagisha miguu yako mahali hapa, na jisho lako li mahali hapa, na nguvu zako, wokovu wako na moyo wako na roho wako ziko mahali hapa. Asante kwa kutupa hii neema, na ni kwa hiyo twakuja kwako kusema asante. Tubariki kwa baraka nyingi, tuwezeshe kwa neema kuu, na ni katika jina la Yesu tunaomba pamoja na kushukuru. Amina, amina na hata amen. Mchana wa leo ninataka kushukuru Bwana kwa sababu kunalo neno ambalo tulikuwa tunaliangazia siku ya jana, hata kuwa na hekima. Kristo Yesu alipokuwa akiwa na majadiliano hapa duniani, akasema ya kwamba ni vyema tunaposikia neno lake, lakini ni vyema zaidi tunapolitia ndani ya mioyo na kulitendesha kazi, kama vile ilivyokuwa makusudi yake kupeana hili neno kwetu. Hakulinena ili tu liwe ni neno ambalo lilinenwa, lakini ilikuwa ni ya kwamba tukishalipata tukaweze kulifanyisha kazi, sawasawa na vile tunavyopeleka watoto shule, ama sawasawa na vile tulivyosoma. Kiini hasa ama lengo hasa la kwenda katika shule ni ili ukaweze kupata hekima, na ukishapata ile hekima na ule ufahamu, inakuwa baya sana kama hautatutumia kufanyisha kazi. Na kwa hivyo katika hii shule ya Biblia, shule ya Kristo Yesu na shule ya Mungu wetu, hivyo alitupa neno na anataka tulifanyishe kazi kila uchao, kama vile ulivyofundi ambao uliweza kusoma kuunganisha hata hii na hii ingine zikuwe kitu kimoja na zikaweze kufanyika ama kutumika. Hivyo ndivyo navyo Bwana wetu Yesu Kristo anataka tukalishukue hili neno na tukaweze kulifanyisha kazi, tukaunganishe katika kitabu cha manabii na tukaunganishe katika kitabu cha mitume, na tukaweze kulifanyisha kazi vile ambavyo liliweza kuashiriwa na kuandikwa na kupeanwa ni kwa ajili ya maisha yetu. Lakini siku ya jana tulipokuwa tukiangazia, akasema ya kwamba wale ambao wanafanyisha hili neno kazi, hao ndio anawalinganisha na wajenzi wenye hekima, wajenzi wenye ujuzi, mjenzi mwenye anajua ni wapi ambapo anastahili kulaza msingi wake na pia kulijenga nyumba yake. Yeye anaitwa mjenzi ambaye anaelewa, na kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba alipoonyeshwa inastahili kuwa hivi, hakuweza kuidharau, kwa sababu kama alionyeshwa ya kwamba ni lazima ushibwe msingi, ukaweze kulaza majiwe la kwanza, lile lililo na nguvu sana kuliko majiwe mengine yoyote, alafu ukaweze kwanza kujenga kutoka pale, lakini aende ashibwe msingi, alafu anachukua yale mawe ambayo yanaitwa hafifu, yale ambayo yanavunjika, anayareta anayaweka pale katika msingi,
msingi, tutamwambia wewe inaonekana sio mjenzi mwenye hekima. Na hivyo ndivyo Bwana anataka siku ya leo, ya kwamba tukalishukue hili neno na tukalifanyishe kile ambacho kinastahili, sio kufanya kile ambacho hakistahili. Haleluya! Na ndiposa wakati mwingi katika Biblia amekuwa akisema tangia siku zile za mwanzo, in the book of Genesis, amekuwa akisema ya kwamba ondoeni kile ambacho hakistahili na mukaweze kuleta kile ambacho kinastahili. Ni kwa sababu ya ujenzi ulio sawa sawa. Na hivyo siku ya leo tunaenda kuangazia haya ambayo yanayostahili, kwa sababu mtu anaitwa James siku ya jana alitupa mambo ambayo yanastahili katika huyu ujenzi, ili ukaweze kuonekana mjenzi mwenye hekima. Na akaweza kutuambia ya kwamba wakati ambapo tuko na hekima ni wakati ambao tunatupilia kile ambacho ni kibaya na tunachukua kile ambacho ni kizuri. Na hakusita kutuelezea jinsi hekima inavyokaa mbele za Mungu wetu. Akasema ya kwamba hekima ya kibinguni kwanza ni safi, kwanza ni takatifu. Tulikuwa tunasoma katika kitabu cha James 3 aya yake hata ya 13 mpaka 18. Aya 17 ikasema ya kwamba the wisdom that come from heaven is first of all pure, the peace loving and considerate, also is submissive, and also is full of mercy and good fruit. Impartial and sincere. Hallelujah. Hiyo ndio hekima itokayo juu mbinguni, ya kwamba kabisa kabla kitu kingine chochote ni hekima iliyo safi. Na tukaona ya kwamba wakati pale bereni katika aya 16 anatuambia kuna wivu, anatuambia kuna vitu zinaitwa kujipenda, anatuambia kuna vitu zinaitwa disorders, anatuambia kuna vitu zinaitwa hata mambo ambayo sio ya ukweli, uongo na udanganyifu. Hayo mambo hayawezi yakawa masafi, wala hayawezi yakaleta usafi ndani ya maisha ya mchegaji. Na kwa hivyo mjenzi akiwa anachukua vivu, anaonekana hajajua kile ambacho kinahitajika katika ile foundation. Mjenzi anavyochukua hata mambo ambayo ni ya mafaragano, anakuwa hajajua ni nini ambacho kinahitajika katika ule msingi ambao Kristo Yesu alituambia ya kwamba wale ambao wanasikia neno lake na wanalishukua, wanalifanyisha kazi, wamefananishwa na mjenzi mwenye hekima ambayo anaulaza msingi wake katika jiwe ambalo ni imara, katika jiwe ambalo lililo na nguvu. Na ukumbuke Biblia hujitafsiri yenyewe, kwa sababu Bwana aliandika ili isikuwe gumu kwetu. Wakati tunaposoma jiwe, unajiuliza nayo hili jiwe nitalipata wapi? Lakini akasema katika kitabu cha Methali ya kwamba nalo jina la Yesu ndilo gome, ndilo mwamba. Yesu Kristo ndiye gome, Yesu Kristo ndiye mwamba, Yesu Kristo ndiye mwamba ulio imara. Na kwa hivyo tunapoweka maisha yetu kwake, ukweli ni ya kwamba hatutaweza kuwa wajenzi hafifu. Leo wakati tulipokuwa nikiangazia haya maneno, mara tena nikaona mambo mengi ambayo yameandikika. Ni kwa sababu Biblia inasema ya kwamba ati pale ambapo kuna haya mambo, kunakuwa na vitu zinaitwa disorder. Na wakati kunakuwa na mafaragano, Yesu hawezi akakaa katika mafaragano. Wakati kuna mambo ambayo haina submission, watu hawawezi wakanyenyekea. Kumbuka tukianzia aya 13 ya James
ilituambia ya kwamba naye ambaye ako katikati yetu, ambaye ni mwenye hekima, washaionyeshane hata kupitia la maisha yaliyo mema na ambayo yanaendeshwa katika matendo yaliyo ya unyenyekevu. Lakini wakati tunaendelea kuwa na mafaragano, unyenyekevu utaonekana wapi? Kwa hivyo kama hakuna unyenyekevu, ni kumaanisha tunafanya kazi kwa kiburi, na wakati tunapofanya kazi kwa kiburi, lazima kukuwe na disorder, kwa maana kiburi kinakwambia you cannot be corrected, you cannot be told, you cannot be cancelled, I am everything. Hallelujah. Lakini Bwana anataka moyo mnyenyekevu, moyo ambao sio wa kiburi, moyo ambao unampenda, moyo ambao unaweza kupenda wengine, na moyo ambao unaweza kupelekana sawa sawa na neno la Mungu, ili ukaweze kushukia kilicho kiovu na kupenda kilicho kizuri. Katika aya yake ya Mathayo, mahali ambapo tulikuwa tunasoma Mathayo 27, Mathayo 7:24, nikirudia tu, lakini leo nataka kushughulikia aya ya 26. Haleluya. Amen. Haleluya. Ama hata kwanza nishughulikie hiyo tu 25 na 24. Biblia inasema ya kwamba 24, Mathayo 7:24 na 25, Therefore everyone who hears this word of mine and put them into practice is like a wise man who built his house on a rock. Hallelujah. Amen. Number 25, the rain come down and the streams arose and the wind blew and it beat against that house, yet it did not fall, because it had a foundation on the rock. Hallelujah. Aya 26 ambayo nitaigusia tu inasema, but everyone who hears this word of mine and does not put them into practice. Hallelujah. Oh, yeah. Everyone who hears the word of mine and does not put them into practice, the Bible says, is like a foolish man who built his house on a sand. The rain came down and the streams arose and the wind blew and beat against the house and it fell with a great crash. Hallelujah. Amen. Yes, ya kwamba yeye ambaye anasikia neno hili lakini halishukui na haliweki katika mazoezi, halifanyishi kazi kamwe. Ukiambiwa kazi yako ni kuamini, unashukua ndio neno lilinenwa na likasema heri kuamini Mungu, lakini inakuwa ya kwamba wewe haufanyishi hilo neno kazi. Biblia inasema ya kwamba unalinganishwa na yule mjenzi ambayo hana hekima. Wakati ambapo gharika zilikuja na mvua kubwa ikashuka na ikatiririka na maji ikainuka viwango na hata upepo ukavuma, Biblia inasema ya kwamba nyumba yake ambayo aliijenga, kwa sababu hakuiweka katika mwamba, iliweza kuporomoka. Ni kwa sababu alishagua kushukua udongo akajengea nyumba yake. Aliangalia akaona, na hapa mahali ni pazuri na hakuna mambo mengi, ninaweza shukua tu miti na nikaanza kuwekeza nyumba na nyumba ikasimama. Haleluya. Amen. Ndiyo, sisi tunaona nyumba imesimama, lakini Bwana anapoangalia anajua hii nyumba haiwezi kustahimili. Na hivyo ndivyo ilivyo katika maisha yetu. Ni kwa sababu tunajenga maisha, lakini Bwana anapoangalia anaona haya hayatastahimili. Washa nikwambie, mambo ambayo haitajengwa na msingi ulio imara kutoka kwake Mungu, ukweli ni ya kwamba haistahimili. Inafika mahali ina crash, inaporomoka, inaanguka, inaangamia, inaisha yote, kwa sababu haiwezi kustahimili. Lakini yale mambo ambayo tunajenga tukiwa ndani ya Kristo
Yesu, tukiwa na tumaini nyingi, tukiwa na kumwamini kwingi, tukiwa tunamtegemea sana, tukiwa tunaelekezwa na yeye, tukiwa tunasimama ndani yake. Ukweli ni ya kwamba yanasimama hata wakati shetani analeta gharika. Biblia inaniambia katika kitabu cha Isaia ya kwamba hata wakati gharika zitakuja, I the Lord, I will raise a standard high, and gharika hazitawabeba. That is the goodness of our Lord. Hallelujah. Wakati gharika zinakuja, kwa sababu ni lazima zije katika haya maisha tunayoishi, lakini gharika zinapokuja, anasema atainua kiwango chako juu. Aliinulia Nuhu, na jana tukaweza kuona ndiyo maji yanaweza kuja. Wakati wa Nuhu waliambiwa ingieni Sabina muokolewe, lakini wakasema zile milima ni mrefu sana, na hata kile tutakachokifanya ni ile kazi ambayo Mr. Nimrod hakumaliza, ya kwamba alikuwa anataka kujenga mnara mkubwa ili akaweze kufikia Mungu na akaweze kuwa na security yake. Mr. Nimrod hakumaliza, na kwa hivyo na sisi tutaishukulia tujenge mambo ya kutuokoa, na kama haitawezekana basi tutaenda katika mlima Kenya na hapa tutaokolewa. Haleluya! Walikuwa wameona hata ukubwa wa milima, lakini Biblia inasema wakati Bwana alipoashiria mvua na akaashiria chemishemi, maji ilitoka chini na maji ikatoka juu, na ilipokuwa inapanda hakuna kitu kilistahimili, kwa maana hata milima haikustahimili, kwa sababu hata vijilima hazikustahimili, kwa sababu hata minara haikustahimili. Kile kilichostahimili, haleluya, ni Sabina ambayo ilikuwa imewekwa kwa bao na rami. Haleluya. Amen. Imagine kitu ambacho kimeundwa kwa bao tu na rami, lakini kwa sababu kiko na Mungu, kwa sababu hicho shopo hata kama ni hafifu, kitu ambacho kinaonekana hakiwezi, lakini hicho ndicho kilistahimili. Bwana Yesu asifiwe. Kimaji ilikuwa juu ya kila kitu, na hivyo ndivyo ilivyo hata siku ya leo, ya kwamba tunaambiwa washa tuache haya mambo mengi ya dunia, tukaweze kuingia katika wokovu wa Yesu ili akaweze kutuokoa, kwa sababu ghadhabu yake itakuja. Na wakati ghadhabu inakuja, haikwambia kwamba hapa ndipo itapita, inapita mahali ambapo haipiti, kama vile maji yalipita hata juu ya milima mahali haikuwa ikupita. Haleluya. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. James anatuambia ya kwamba tukaweze kuondoa mambo ambayo ni ya wivu na shuki, ambayo haipendezi Mungu, kwa sababu hayo yanatufanya tusionekane ujenzi wetu ukiwa mzuri. Lakini wakati tunakumbatia yale mambo yaliyo ya usafi na utakatifu, ndiyo yanafanya ujenzi wetu kuwe mzuri. Yesu akasema ya kwamba huyo mtu ambaye anasikia neno langu lakini hawezi akalitia katika maanani, ameriganishwa na huyo mpumbavu, ama mtu ambaye hajielewi, ama mtu ambaye hana mawazo. Ni kwa sababu hafanyi kile kinachostahili. Wakati wa kulifanya neno la Bwana, washa kungoja usemaje mwaka ujao, ulisema mwezi uliopita, ulisema Januari ilipoanza, washa kusema Disemba itakapofika. Wewe fanya neno la Bwana, wewe lifanyishe kazi, mwambie ninataka nikae na wewe, tutembee pamoja na wewe, kwa sababu sijui kusudio lako. Na wakati tuko hapa duniani, ukumbuke Daudi anatuambia hata maisha yetu yako mikononi mwa Bwana. Haleluya. Amen. Nilikuwa nataka kushughulikia kidogo habari ya hii nyumba, ni kwa sababu kunayo mambo mengi ambayo Mungu ananena hata kuhusiana na nyumba. Katika kitabu cha Wakorintho, in the book of 2 Corinthians
Haleluya. Amen. Katika kitabu cha Wakorintho, wacha nifike hapo ndio tusome pamoja. Katika kitabu cha Wakorintho wa pili 5. Haleluya. Amen. Wakorintho wa pili mlango wake wa 5. Nataka kusoma tu aya moja, hiyo aya ya kwanza, ama nikisoma wacha tu nisome ya kwanza. Inasema hivi: Now we know that in the earthly tent we live in let me repeat. Now we know that if in the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Hallelujah. Amen. Ati ya kwamba tunajua ama tunaweza kujua na kuelewa ya kwamba nyumba ambayo tunakaa hapa duniani ikishaharibiwa, haleluya, tuko naye nyumba ama tunalo jengo ambalo ni nzuri sana na zaidi, ambalo halikai hapa duniani bali linakaa mbinguni, ambalo halijajengwa na mikono hata ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba kunalo jengo wakati hili la hapa duniani linaweza kuharibiwa, nalo hilo jengo tunaambiwa na Biblia ya kwamba liko mbinguni, na katika mbinguni halikujengwa na mikono ya mwanadamu. Inasema hivi kwa Kiswahili: kwa maana twajua ya kuwa nyumba masikani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tunalo jengo litokalo kwa Mungu, nyumba isiyofanywa kwa mikono, ila ya milele mbinguni. Haleluya. Katika kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wake wa 5 na aya yake ya kwanza, Biblia inatuambia ya kwamba tunajua mpaka sasa, ni ya kwamba tunajua mpaka sasa, mimi na wewe tunajua ya kwamba tukishakuwa katika hii nyumba, unapoendelea kusema unasikia, tunaambiwa huu mwili na haya maisha ya hapa duniani ndiyo hiyo nyumba ambayo Paulo anakuja kutuambia. Sasa hii nyumba ambayo ni ya hapa ulimwenguni, na ukumbuke tumehubiriwa mara kadha hapa kuhusiana na mtu wa dunia, kuhusiana na dunia na mambo zake. Biblia inatuambia ya kwamba sasa huyu mtu wa dunia hii akishaharibiwa hakuna matatizo, kwa sababu kunalo jambo moja tuko nalo na uhakika ya kwamba kunalo jengo, kunalo nyumba ambayo ni ya kipekee na iko huko juu mbinguni. Haleluya. Na akasema ya kwamba hilo jengo na hilo nyumba haikujengwa kwa mikono hata ya mwanadamu, ni kwa sababu Mungu mwenyewe ndiye ameweza kuijenga. Haleluya. Amen. Na ndipo Yesu alituambia, haleluya, haleluya, ya kwamba wakati tunaposikia neno lake na kulifanyisha kazi, tunaonekana tukiwa kama wajenzi walio wenye hekima, kwa sababu kuna kitu tutakuja kuona na kujua ya kwamba wakati uko na hekima, hekima inajenga nyumba, hekima inamalisha nyumba, hekima inakamilisha nyumba, na hekima inaweza kutia furnitures katika ile nyumba, ili nyumba ikaweze kuwa bora. Lazima ikishamalizika ikaweze kuwa na vyombo. Haleluya. Kama ni bedroom, naona kitanda kama hii inawekwa hapo. Kama ni siti, naona kuna kiti pale. Kama nime pale jikoni, ninakutana na shobo ama na moto pale. Haleluya. Hata kama ni toilet ama bathroom, nakutana na kitu ambacho kinalingana na hiyo nyumba. Na hivyo ndivyo Yesu anatuambia, kwa sababu tayari nyumba imejengwa iko, lakini kunayo kazi hata ya kuifanish, na hiyo sio kazi ya Mungu, ni kazi yetu. Haleluya. Na ndipo
ndiposa Yesu anatuambia ya kwamba mwenye anasikia neno na kulifanyisha kazi, yeye analinganishwa na mjenzi mwenye hekima. Ni kumaanisha nini? Anapocheka nyumba yake, kwanza anaicheka katika mwamba, anaicheka katika Kristo Yesu. Akishamaliza kuicheka, anajua ya kwamba nitarebesha nyumba yangu, ama anajua ya kwamba kunazo vitu zinastahili zikae ndani ya nyumba yangu. Na ndiposa tunaambiwa hii nyumba ya hapa duniani, kwa sababu itakuja kuharibiwa, ni nini kitabaki ni kwetu? Tutabaki na jengo la aina gani? Hili la hapa duniani litakuja kubomolewa, hata kama ni safi namna gani, hata kama tunalipamba na njia gani. Na ndio jana tuliona ya kwamba kunayo hekima ambayo tunaweza jipamba nayo, na kumbe hiyo hekima sio hekima ya Bwana. Tukaona James anatuambia ya kwamba hiyo hekima ni ya kidunia, hiyo hekima ni ya kishetani, na hiyo hekima si ya Roho wa Bwana. Ni kwa sababu tunapojipamba na hekima za duniani, tunasema tunajua kutafuta, tunajua tuko na nguvu tutapata, tunajua tuko na hila, tunajua chama, na tunajua mahali pa kutoa, tunajua mashimo, tunajua kwenye ziko. Ukweli ni ya kwamba hizo hekima zitakuja kubomolewa, na ole kwako wakati tutakutwa ya kwamba hekima ile inapokuja kubomolewa haitakuwa na chochote kizuri. Paulo anatuambia baada ya hili jengo hili ambalo tunaliona ambalo ni safi, ambayo ndio hayo maisha ulio nayo siku ya leo, ambayo ndio hayo maisha niliyo nayo siku ya leo. Hii ndiyo jengo ambayo tunalijenga kila siku, ndiyo jengo ambayo tunalijenga. Tunaambiwa ya kwamba kunayo siku itakuja kubomolewa, lakini kuna kitu kizuri kitabaki kwa yeye aliyeweka jiwe lake ama msingi wake katika mwamba, kwa sababu hili jengo la kihalisia, hili jengo la ambalo tunaishi nalo hapa duniani, litakapofika wakati wa kubomolewa, yeye aliyejenga nyumba yake katika mwamba, katika msingi ulio imara, yeye atapata nyumba yake imesimama. Kwa sababu Paulo anatuambia huko juu kunayo nyumba, na hiyo nyumba haitajengwa na mikono ya wanadamu, na hiyo nyumba ndiyo makazi ya milele. Amen. Biblia inasema ni makazi ya milele. Haya makazi hapa duniani ni ya muda, ni ya muda tu, lakini ile ya mbinguni niyo ya milele. Na ndiposa tunaambiwa ya kwamba njia ni mbili, tuchague tutapita wapi. Kwa sababu tunaambiwa ya kwamba kama tutapita kwa njia pana ambayo iko na kila kitu, naweza beba uoga na usharati na nipite, naweza beba masengenyo na fitina na nipite. Haleluya! Kunayo mwisho, kwa sababu tutakuta hiyo jengo haikujengwa mbinguni. Tutakuta jengo la usherati haliko mbinguni, tutakuta jengo la fitina na shuki haziko mbinguni, tutakuta jengo ya wivu haiko mbinguni, tutakuta jengo ya mapendeleo haiko mbinguni, tutakuta hakuna kitu kinaitwa jengo la malingo na kiburi. Amen. Lakini tutakuta jengo ambalo linaandikwa moyo safi. Tutakuta jengo lingine linaandikwa mtu ambaye ni mnyenyekevu, anaitwa the humble. Jengo linaitwa the humble, all those who walk in humility. Tutakuta jengo lingine linaitwa la haki, ambao ni kutembea katika haki. Tutakuta jengo lingine kama vile James alitumalizia aya 18 akatuambia, wale wafanyao amani, wale wapadao amani, nao watapata hiyo amani. Watapata jengo limeambiwa the peacemaker, watapata jengo limeandikwa peace. Haleluya! Sijui jengo lako unataka liwe namna gani, lakini wakati wa kulitayarisha hilo jengo ni wakati huu, ni wakati huu. Wakorintho tumesoma ni wa pili
mlango wake wa 5 na aya yake ya kwanza inasema, kwa maana twajua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tunalo jengo litokalo kwa Mungu, nyumba isiyofanywa kwa mikono, iliyo ya milele mbinguni. Haleluya! Nyumba iliyo ya milele mbinguni, ambayo sio ya muda. Haya mambo mengine tunakaa nayo ni ya muda, furaha nyingi za kidunia ni za muda, lakini jengo ambalo limejengwa katika imani ya Mungu ni ya kudumu milele na milele. Uhaki ambao umejengwa ndani ya Mungu ni wa kudumu milele na milele. Utu wema ambao umejengwa ndani ya Mungu ni wa kudumu milele na milele. Kumbuka, unyenyekevu ambao umeundwa ndani ya Mungu ni wa kudumu milele na milele. Matunda mema ambayo tuliambiwa juu yake jana, ambayo yanatokana na Roho wa Bwana, haya ni ya kudumu milele na milele. Na kwa hivyo huu ndio wakati wa kuangalia jengo lako. Hebu angalia jengo lako mpaka sahi. Yesu akasema, sasa ametoa mifano miwili. Amesema kuna wale ambao wanajua kujenga, wanaitia ndani ya msingi ambao unaitwa jiwe. Sijui kama niko na dakika tungesoma tukaweze kuona hiyo jiwe katika kitabu cha Efeso. Katika kitabu cha Efeso, dakika moja. Naona kama niko na dakika chache. Katika kitabu cha Waefeso 2 aya yake ya 19, kuna kitu pale Biblia inatuambia kuhusiana na hilo jengo. Inatuambia nini? Inatuambia ya kwamba sasa ukishafanya hilo jengo, Biblia inasema katika Waefeso 2:19, wacha nianze 19, lakini ni haja yangu ni 20. Inasema ya kwamba, now therefore you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saint and with the household of God. Hallelujah. Amen. Ate basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapita njia, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumba ya Mungu. Praise the name of the Lord. Amen. Nimekwambia kunayo kazi ya kufanya, kwa sababu ukishafanya hii kazi vyema, sasa ndio unakubalishwa ya kwamba wewe sio mwenyeji tena, uko na jengo lako lililo imara, ambalo hata hili hema ya hapa duniani ikiharibiwa, wewe unajua kuna mahali unaenda, unajua ya kwamba kunalo jengo lililo imara, na hilo jengo linakaliwa na wale wanaitwa watakatifu wa Mungu. Wao ndio wanaitwa nyumba ya Mungu. Tunaandwa nyumba. Ukashokereria ndo nyumba yaku, ukawapa yake mehere, aya ni mabe mehere, nyabe digona ndo nyumba. Ona Ngai nake ni aliandwa nyumba, na ndo cia nyumba ni wale ambao wanasikia neno la Bwana na wanalifanyisha kazi. Aya 20 inasema, aya yake 20, Waefeso 2 aya 20 inasema, but you are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Mumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Haleluya. Amen. Ndio anasema ya kwamba mjenzi mwenye hekima ni yeye aliyerasa msingi wake katika jiwe, katika mwamba. Kwa sababu sasa ndio anakuja kuitoa vyema, anasema na nyinyi mumejengwa katika agano la mitume na hata katika agano la manabii, naye Kristo Yesu akiwa ndiye jiwe la pembeni. Sijui wewe unajenga wapi? Sijui unajenga jiwe la pembeni likiwa wapi? Nilikwambia msingi wowote lazima ukuwe na jiwe lililo imara, ili nyumba ikaweze kusimama. Kama wewe
ulishukua yale mawe hafifu, ukashukua kokoto zile zinafuchika, ukasema hiyo ndio msingi wako, hiyo nyumba haitasimama. Mvua inakuja na itaweza kuanguka, dhoruba zinakuja na itaweza kuanguka, lakini kufurahia ni yule ambaye anamshukua Yesu. Anasema nataka kukuweka Yesu ukiwa jiwe langu la pembeni, kwa sababu nikiwa katika huu msingi ambao uko na agano mpya, ambao uko na agano la kale, nitasimama nikiwa na wewe Yesu, na katika yote ikiisha, nitaitwa mtu wa nyumba ya Mungu katika ufalme wa dhamana. Haleluya, haleluya, haleluya. Shukua Yesu siku ya leo. Washakue nyumba yako, washakue jengo lako, washakue imani yako. Ondokea imani ambazo ni duni, ambazo zinakwambia upande mbegu ndiposa hapa duniani majina yako yaandikwe katika vitabu. Haitakusaidia kamwe. Ondokea imani hafifu ambayo inakwambia unaweza tenda dhambi, lakini bora tu utoe fungu la 10, bora tu utoe sadaka, bora tu salimie mchungaji ukiwa na fungu kubwa ya ng'ombe na nyama. Haitakusaidia hiyo, haitakusaidia. Oh yes. Bwana anasema ya kwamba washa kujenga nyumba yako katika uhafifu, kwa sababu utaonekana mtu ambaye hana hekima, lakini jenga nyumba yako katika wingi wa hekima. Hebu jiwaze mara tena, hebu jifikirie mara tena. Fikiria ni nini inatoka ndani ya moyo wako, kwa sababu kile ambacho unatoa ndani ya moyo wako, hiyo ndiyo nyumba ambayo unaijenga, hiyo ndiyo nyumba ambayo inaonekana juu mbinguni. Na baada ya siku zote itaulizwa hii nyumba inaweza kweli kusimama. Kama Bwana atatupa nafasi siku ya kesho, pengine tutaendeleza katika nyumba ama katika hekima, tukaweze kuangaza na kuangalia ni yapi mengine Bwana anayonena ni kwa ajili ya maisha yetu. Lakini saa hii tujue ya kwamba yeyote ambaye anajenga nyumba yake hata katika hekima, anaunganishwa pamoja, anakuwa katika msingi mmoja ulio imara ambao hauwezi ukatikizwa. Wakati maji inakuja hautatikizwa, wakati mafaragano inakuja hautatikizwa, wakati dhiki na taabu zitakuja hautatikizwa, lakini utasimama na utaweza kuwa kielelezo kwa walio hai, ukiwaambia ya kwamba mimi ninaye Yesu na ninamjua. Haleluya! Ni vyema kumjua hivyo, kwa sababu mkiandamana na yeye atakusaidia. Mchana wa leo Mungu awabariki, awatende mema katika